ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أصحاب النار. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumtakia rehema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikusieni bila kuisahau nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, leo katika hutuba hii nitazungumzia juu ya aina zaduka lirahil. Yako wapi maandalizi yako kwa ajili ya safari iliyo mbele yako? Safari hii kila mmoja anaifahamu. Si safari ya kwenda Ulaya wala Dar es Salaam, bali ni safari ya kuelekea akhera. Safari ambayo inataka maandalizi ya hali ya juu. Akhil karim, ndugu yangu mkarimu, ma ahwajana ila waqfati mutaammila ma haqiqati almaut. Ukubwa ulioje ndugu zanguni wa sisi kukaa na kutafakar na kutaamal, kuangalia kwa undani mto juu ya uhakika wa mauti, mauti ambayo ndugu zanguni hayana budi kutokea. Tilka alhaqiqa almarratu allati yarhalu biha alinsan. Huu ndio uhakika au jambo hili la mauti, jambo la kweli ambalo kila likitokea, kila unaposikia mauti, basi ujue ameondoka mtu. Mauti hayaji ila kwa kuondoka na mtu, ndio maana anaitwa mauti. Kila unaposikia mauti yamepita pahali fulani, yatakuwa yameondoka na mtu au na watu. Lazima
yarhalu biha al-insan min hayati ila ukhra. Mauti hayo husafiri mwanadamu au huondoka na mwanadamu kutoka katika maisha haya tulionayo kuelekea katika maisha mengine. Wa min dari ila darin, na kutoka katika jumba hili la dunia kwenda katika nyumba nyingine ya akhera. Tilka alhaqiqatu allati khayyarat al-uqul. Huo ndio uhakika au hayo ndio mauti ambayo kwa ajili ya mauti hayo zimechoka akili, zimeshindwa akili. Watu wamefanya walivyofanya kuchunguza mauti nini mpaka wamebaki kuwa wapumbavu, hawafahamu. Kwa kutumia akili kutaka kuyafahamu mauti, wamejishughulisha wanasayansi na wasomi mbalimbali kutaka kuyafahamu mauti, lakini mwisho wa yote akili zao zimekuwa kama zimepumbaa. Na pia mauti hayo ndiyo yenye kuondosha matumaini ya kudumu. Wa ajbarati nasa ala ikhtilafi manazilihim ayyarau alhayata mahattata abiratan. Na pia mauti hayo yamewalazimisha watu, pamoja na tofauti za vyeo vyao. Kuna wengine wako na vyeo vya juu sana, wengine wako na vyeo vya katikati, wengine vyeo vya chini, kwa maana wengine maisha yao ni ya juu mno, na kuna ambao maisha yao ni ya chini mno. Lakini pamoja na utofauti huo wa daraja zao kimaisha, kila mmoja ameona kabisa na amekubali kwamba haya maisha ni kituo ambacho ni kama daraja ya kupita tu, kama kitu cha kupita. La khuluda fiha wala qarara. Hakuna kudumu mno katika hayo maisha, wala hakuna utulivu. Kila mmoja ameona hayo. Fafariqu minhum adraka sirra alhayata. Watu wamegawanyika makundi mawili kutokana na haya maisha tunayoishi au jambo la kifo. Kuna kundi ambao limeshajua siri, limefahamu siri ya haya maisha. Faamana billahi rabban, baada ya kujua uhakika na siri ya haya maisha wakamuamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ndiye muumba wao na mlezi wao. Wabil islami dinan, na pia wakaamini kwamba Uislamu ndio dini yao. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulan, na wakaamini kwamba Muhammad ni nabii na ni mjumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alima min dinihi anna alhayata rihlata ibtila, na kwa kupitia dini ya Allah, kuiamini dini na kuifanya, wakafahamu kwamba haya maisha ni safari ya mtihani. Haya maisha au hii dunia ni kituo cha mtihani. Wakafahamu hivyo, na baada ya kufahamu hivyo ndio ukaona watu wameshikamana na dini na wako hapa wanajishughulisha kujiandaa au kuandaa hayo mahitaji ya huko wanakokwenda. Yu'abbiruha almu'min musafiran ila rabbih. Muumini anayazingatia maisha kwamba yuko katika safari kuelekea kwa Mola wake. Yarju zadan yuballighuhu ilayhi saliman ghaniman, akiamini kwamba haya matayarisho anayoyafanya, kwa maana kule kumwamini Allah kwa ukweli, kumwamini na kwamba Uislamu ndio dini yake,
na kwamba Muhammad ni nabii na mtume au mjumbe kutoka kwa Allah. Kwa hayo akawa anayataraji kwamba haya ndiyo yatanisaidia mimi kufika mbele ya Mola wangu hali ya kuwa niko na amani na mwenye faida, mliobeba yale yanayohitajika kule. Kundi la kwanza, wafariqu minhum, kuna kundi la pili ambalo adraka tafahat alhayat wa kasaraha anna hadhihi alhayat mahatat alkhulud. Kundi la pili limefahamu maisha ya dunia, lakini wakachukulia kwamba ni sehemu ya kudumu. Kwa hiyo wakaweka misingi na matumaini yao yote katika hii dunia, wakiamini kwamba ni wenye kukaa muda mrefu. Baida annahu dhalla tariq, isipokuwa wao sasa wamepotea njia. Fatakhadhaha qarara, wakaifanya dunia kwamba ni sehemu ya kudumu ya kutulia. Waradhiya biha manzilan, wakaridhika kwamba hii dunia ndio nyumba ya kudumu au ndio sehemu ya kufikia. Walam ya'mal lizadin rihlata hisaban, wala hawakujishughulisha kuandaa maandalizi ya kusafiri nao au ya kwenda nayo kwa ajili ya hisabu, hawakujishughulisha. Fahuwa fi tanaqudhi wa tirabi wa tivadi wa adhabi, wao wako katika hali ya kuchanganyikiwa pale wanapokuwa tayari wametumaini kwamba ndio tumefika, wakaweka misingi ya dunia yao na wakatulizana na kujiona wamefika, lakini ghafla ikaja mauti, wakaacha kila walichojiandaa nacho, wakabaki katika hali ya kuchanganyikiwa. Sasa walichokipotezea maisha na kujiandaa nacho na kutegemea kwamba ndio kitawadumisha hapa duniani, wanakiacha, na kule wanakokwenda hawajajiandaa. Hili ni kundi la pili. Akhi alkarim, famin ayi alfariqain anta, naulizwa kwamba wewe uko katika kundi lipi katika haya makundi mawili. Wa hal adata zada lirahil, je, wewe umeandaa maandalizi kwa ajili ya safari ya kuondoka, au uko katika lile kundi lililojikita katika ulimwengu na kuweka misingi na kumaliza muda wao na nguvu zao na kila kitu chao katika hii dunia, wakidhani kwamba watadumu milele, na ghafla wakaondoka, wakaacha kila walichokitokea jasho na kukipotezea muda, na wakawa kule wanakokwenda hawana matumaini? Uko katika kundi lipi? Ahibati fillahi, anta abiri sabili, ndugu yangu, wewe ni mpita njia. Anta abiru sabili, wewe ni mpita njia. Farrasul sallallahu alayhi wasallam yusika, Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuhusia antakuna kadhalika, uamini na uwe kweli kama mpita njia hapa duniani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuhusia uwe hivyo kwamba wewe ni mpita njia. Wayaqul, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika huo usia wake,
kun fi dunya kaannaka gharibun au abiri sabili. Hebu jiweke katika dunia, uwe katika dunia kama kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Ishi katika hali hiyo. Jione wewe ni mgeni, kwa sababu unajua hali za mgeni zilivyo. Ushasafiri, ushafika sehemu ambayo sio mwenyeji wa sehemu hiyo, ni mgeni kabisa. Unakuwaje wakati unapokuwa ugenini? Umetoka umesafiri kwenda sehemu, wewe ni mgeni, wataraji saa yote utarudi katika sehemu yako ulioizoea. Unaishi maisha gani unapokuwa ugenini? Basi duniani watakiwa uishi kama vile wewe ni mgeni au abiri sabili, au mpita njia, mvuka njia kutoka upande ule kwenda upande mwingine. Unapokuwa pale mjini, magari yanapita kwa kasi, hili linatoka huku, lile linatoka kule. Lazima uangalie kwanza pande zote hazina magari ndio upite haraka. Ndio unakuta hata watoto mpaka wapitishwe. Au barabara za mijini kule ambako kuna magari mengi zaidi kuliko hata hapa. Unapitaje katika ile barabara? Je, pale unapopita, unapovizia magari yamepita, hakuna magari pande ile na ile, sasa unapita haraka. Waweza kufanya ile sehemu pale katikati kwamba ni sehemu ya kupumzika? Sehemu ile unapita haraka, upite upande ule usije ukagongwa na gari. Lakini ukachukua kwamba hapa mimi ndio mmefika, wacha nipumzike hapa. Huo ndio mfano wa dunia ilivyo. Ukichukulia dunia sehemu ya kupumzika, ni sawa na mtu aliyefanya pale katikati ya barabara kwamba sehemu ya kupumzika, na jambo ambalo haliwezekani. Ukifanya hivyo mara moja utagongwa na magari, tena si gari moja. Ndio dunia ilivyo. Ukafanya dunia ni sehemu ya kupumzika, ukaona umefika, basi taraji kupata ajali nyingi sana. Ajali zenyewe zitakupelekea uishi maisha mabaya mno huko akhera. Wewe nenda ugenini, halafu ujifanye mwenyeji, usahau kurudi, uone maisha utakaoishi kule ugenini. Ndugu zanguni, huo ni usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibn Umar radhiallahu anhuma, huyu mtoto wa Umar ibn al-Khattab ambaye alikuwa khalifa wa pili baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi wajjaha ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi alwasiya, ambaye sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyatoa maneno haya ilikuwa ni yeye. Huyu sahaba mtukufu alimshika mabega akamwambia, kun fi dunya kaannaka gharibun au abiri sabili. Wewe Ibn Umar, wewe hebu ishi katika hii dunia kama kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Ifanye hivyo, uishi katika hali hiyo. Sasa huyu ambaye alihusiwa maneno haya, baada ya kuyafahamu vizuri maneno haya, akasemaje Ibn Umar? Akasema maneno mazito mno, yazingatie. Akasema, idha amsaita fala tantadhiru sabaha, idha amsaita fala tantadhiru as-sabaha. Itakapokuia jioni, kwamba wewe sasa ni wakati wa jioni huu, usitaraji kufikisha asubuhi. Usitaraji kwamba utafikisha asubuhi. Mtu ambaye hataraji kwamba atafikisha kesho asubuhi,
akiamini kwamba saa yote ataenda akutane na Mola wake, ni mambo gani atakiwa kufanya, mambo gani atakiwa kuyafanya. Wewe unapoambiwa saa hizi kwamba bwana mpaka jioni saa 12 unapewa habari za uhakika, mpaka jioni saa 12 wewe utakuwa tayari ushazikwa, uko kaburini. Kwa hiyo uko hai sasa hivi, lakini baada ya muda fulani utakufa, na mpaka jioni saa 12 utakuwa uko kaburini. Sijui utafanya nini ndugu yangu Muislamu kwa muda huu. Sijui utafanya nini. Sijui utakuwa na pupa kiasi gani ya kujiandaa, kuhangaika, mambo yako hili liko kule na hili liko kule, watoto wako huko na wewe uko huku, mke fulani uko sehemu fulani, kuna biashara sehemu fulani umeianzisha, umeacha wafanyakazi wanafanya. Utafanya bidii kiasi gani? Sasa hayo ni ya huku. Utafanya bidii kiasi gani ili uyaweke vizuri, angalau wale unaoacha usije wakakosa zile hati. Lakini ndugu yangu, wala hutatamani kufanya maandalizi hayo ya kidunia kwamba uweke mambo sawa duniani, bali akili yako itajiuliza na utakumbuka kila ulichokifanya katika maisha yako. Kila ulichokumbuka utakikumbuka, ulichokifanya utakikumbuka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha walitanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Enyi mlioamini, mcheni Allah na kila mtu aangalie ametanguliza nini kwa ajili ya kesho akhera. Na pia katika aya nyingine yenye maana ya kwamba siku hiyo mtu atakumbuka alichokitanguliza na alichokichelewesha. Sasa umepewa habari kwamba wewe bwana mpaka saa 12 leo utakuwa huko kaburini. Hebu angalia hisabu zako, je, zakidhi kule unapokwenda? Kwa hiyo akasema Ibn Umar, idha amsaita fala tantadhiru sabah, itakapokuia jioni uko hai, fanya maandalizi yako kama kwamba ni mtu ambaye hatafikisha asubuhi. Usitaraji kwamba utafikisha asubuhi. Ndugu zangu, ni haya tushayashuhudia. Kwani ni watu wangapi ambao tumekuwa nao asubuhi lakini mpaka jioni hawapo? Tumekuwa nao jioni, asubuhi hawapo, wameondoka. Sasa hili ndilo alilosema Ibn Umar kwamba utakapokuwa ni jioni usitaraji kufikisha asubuhi. Na haya yanatutokea kila siku. Lakini yako wapi maandalizi yetu ndugu zanguni kwa ajili ya akhera? Tunasahau. Akaendelea akisema, wa idha amsaita, wa idha asbahta, na utakapowiwa asubuhi, utakapokuwa ni asubuhi, fala tantadhiru almasaa, pia usitaraji kufikisha jioni. Ikiwa ni asubuhi uko hai, basi usitaraji kufikisha jioni. Fanya maandalizi yako ya mtu anayeweza kuondoka muda wowote. Usitaraji kwamba jioni utaifika, utaipata. Wa khudh min sihatika limaradhika, wewe si ni mzima sasa hivi, fanya unayoweza kuyafanya kabla hujashikwa na maradhi, kwa sababu kuna ibada nyingine hutoweza kuzifanya ukiwa mgonjwa. Kwa hiyo hii siha yako na hii afya yako na huu uzima wako utumie vizuri kufanya maandalizi yako kabla hujashikwa na maradhi. Kuna wengine wakishikwa na maradhi hata hawaendi msikitini, wanasahau kabisa. Lakini kuna wengine wakishikwa na maradhi wanakumbuka ibada, ila hawawezi kuifanya kama wanavyofanya wakiwa wazima. Hawawezi kuifanya kama wanavyokuwa wanaifanya wakiwa wazima. Hataweza kusimama kwenye swala,
hataweza kusujudu wala kurukuu. Kwani watu wangapi tunawaona wanaingia misikitini lakini hawawezi kusimama, wanaswali kwenye viti, wamezuiliwa sijida kumsujudia Allah, si kwa kupenda kwao. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akahusia kwamba chukua kutoka katika afya yako kwa ajili ya maradhi yako. Kwa maana jiandae vizuri, fanya ibada zako vizuri ukiwa mzima kabla hujaugua, hujawa mgonjwa. Wa min hayatika limautika, na uhai wako utumie kwa ajili ya mauti yako. Uhai wako huu sasa hivi uliokuwa nao utumie kwa ajili ya mauti yako. Hakuna pahali pengine baada ya uhai utaweza kufanya maandalizi kwa ajili ya huko unakokwenda isipokuwa katika huu uhai wako. Ndugu yangu Muislamu, kuna haja kubwa mno ya sisi au ya wewe au ya mimi kukaa na kutafakari jambo hili la mauti. Ulitafakari jambo ambalo kila linapotajwa limeondoka na mtu. Hujui litakapotajwa tena ni wewe au ni mimi au ni nani, hujui. Kwa nini kusiwe na haja kubwa ya kukaa chini na kulitafakari na kufanya maandalizi ya kule tunakokwenda? Tusiwe katika kile kundi la pili ambalo limekubali mauti hapo, lakini limechukua dunia kwamba ni sehemu ya kudumu, kwamba wakifa ndio wameoza, hakuna maisha mengine ya kwenda kulipwa baada ya hapa. Kwa hiyo humaliza nguvu zake na raha zake na starehe zake hapa duniani, akiondoka akwambia ukifa na unapotea na mali inapotea. Tusiwe katika kundi hilo. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. إن الحمد لله نحمده تعالى ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد. Ahibati fillahi, tukiendelea kukumbushana ndugu zanguni juu ya jambo hili ambalo halina namna ya kulikwepa, jambo la mauti, jambo la safari. Tunakumbushana maandalizi ya safari hii, safari ambayo haina mdogo wala mkubwa, haiangalii cheo cha mtu, haiangalii maisha ya mtu, wala haiangalii kabila wala umaarufu wala chochote. Ikifika ni kuondoka tu. Sasa tunatakiwa kutafakari kwa tafakuri ile ya ndani sana juu ya jambo hili ili tuweze kuchukua hatua. Kwa hiyo ndugu zangu, wasawaun addatta nafsaka min al-abirin lisabili al-hayati au addatta nafsaka min al-mukhallidin al-muqimin. Vyovyote itakavyokuwa, iwe wewe umejiandaa kwamba katika ambao wanapita njia wanaondoka, kwamba hii dunia ni njia tu ya kupita, au wewe umeiandaa nafsi yako, umeiweka kwamba katika zenye kudumu, zenye kubaki hapa duniani, fa anta fi nihayati satarhal. Wewe mwisho wa yote tu utaondoka. Vyovyote utakavyojiweka, umeandaa maandalizi ya akhera, hukuandaa, umeamini akhera, hukuamini, vyovyote utakavyokuwa, ile safari ipo tu. Vyovyote itakavyokuwa, uwe katika kundi la walioamini au haukuamini,
utaondoka. Kwani hao wasioamini si tunawazika kila siku? Wamekutangulia wangapi katika wale ambao hawakuamini kabisa habari hii? Wangapi? Wengi sana. Hata leo na kesho watakwenda. Wawe wameamini hawakuamini, wataondoka kwa hali yoyote. Na pia kwa hali zozote ambazo amezikataa hakuziamini, atakutana nazo. Atakutana nazo. Si kuondoka tu. Mauti atakutana nayo, na sakaratul mauti ataipata. Maisha ya barzakh atayapata, kwa maana hapo kaburini atayapata hayo maisha ya hapo, kwa hali yoyote atakayoishi huko duniani. Amekubali hakukubali, atayapata. Na maswali ya munkar na nakir atayapata, apende asipende. Ataulizwa man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, ataulizwa. Awe amejiandaa awe hakujiandaa, lazima ataulizwa. Ingekuwa basi mtu akifa ndio mwisho wa mambo yote, hakuna tena chochote huko, ingekuwa basi maisha ya dunia ni maisha mazuri sana. Ingekuwa mtu ufanye unachokitaka humu duniani. Lakini ndugu zangu, hapa tunapita. Ukishaondoka hapa, yote yanakatika, linabaki moja tu. Moja tu ndio litabaki. Utakuwa wataraji amali zako zikusaidie. Kama ni mbaya, kama ni nzuri, basi zitakuganda. Kama umetanguliza amali mbaya, basi ujue utakutana nazo. Kama umetanguliza nzuri, ujue utakutana nazo. Lakini yote ya hapa duniani yatakatika. Yote yatakatika. Ndio utakapo kufa ukabashiriwa, ukapewa habari kwamba unakwenda sehemu fulani wewe. Kwa sababu mtu kabla ya kuondoka huonyeshwa makao anayokwenda kufikia. Huonyeshwa kwamba mtu kabla ya roho haijatolewa, malaika Jibril alayhi salam huja ikiwa ni mtu wa kheri, hukunjua ubawa wa upande wa kushoto, akaonyeshwa moto na hasira zake na ukali wake. Akaambiwa, unaona sehemu hii, lau usingefanya kadhaa na kadhaa na kadhaa, basi ingebidi uingie hapa. Lakini kutokana na kwamba umefanya matendo kadhaa na kadhaa na kadhaa, kwa maana umemwamini Allah na ukatekeleza aliyoyaamrisha na ukaacha aliyokataza, basi utaepushwa na sehemu hii, utapelekwa hapa, utafunuliwa upande wa kuume, uone pepo sasa, ufurahie. Ndio wakati ule mtu hatotamani amalize sekunde mbili ila awe ameondoka. Na wakati akibebwa katika jeneza, ndio wale wanasema kadimuni kadimuni, hebu nipelekeni haraka bana, mnasubirisha nini hapa? Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi kwamba fanyeni haraka kuwazika maiti wenu, kwa sababu kama ni mtu wa kheri mnamcheleweshia kheri zake. Kama ni mtu wa shari, basi mnajibebesha shari katika shingo zenu. Mtu kafa huko Dar es Salaam, watu wanakaa huko mochwari kwanza, asubiriwa maandalizi ya mazishi. Chama cha mazishi kifanye kazi kwanza, michango ipite, ndio gari ipatikane, mtu aletwe. Muda wa siku 3 au 2 mmejibebesha shari. Huyu mtu hamjui alikuwa na shari gani hapa duniani. Pengine ni mtu alikuwa na maovu mengi, kamkasirisha Mola wake, kafa katika shirki. Nyie mmedumu naye, zile shari zaenea katika shingo zenu. Ndio hikima ya kufanya haraka kuzika. Na pia ikiwa ni mtu wa kheri, analalamika mnamcheleweshia kheri zake, hapa duniani hakuna kinachomfaa.
Kwa hiyo yule mtu wa shari ule mnapombeba katika jeneza husema aina tuqaddimuni, aina tadhhabuna bihi, mnalipeleka wapi jeneza hili jamani, niacheni. Anaogopa. Na mtu wa kheri ambaye ameishi maisha ya mitihani hapa duniani, maana ndugu zanguni tuseme ule ukweli, maisha ya akhera mtu akishikamana nayo hapa duniani, hata kama awe ni mtu ana uwezo wa mali kiasi gani, lazima atakutana na mitihani mizito. Lazima atakutana na mitihani mizito hapa duniani. Lakini kuna watu ambao ni watu wa kheri pia hawana kitu duniani, wanakutana na mitihani. Yule ambaye ana kitu, amefanya mambo mazuri, ana mitihani pia mizito, anajaribiwa kutokana na kheri alizopewa. Na pia kuna watu hawamtakii kheri kutokana na ile kheri aliyopewa, wanamuandama. Yule atakapokaribia kukata roho, ataonyeshwa kule anakokwenda. Akionyeshwa anakokwenda, atasahau yale mazuri yote, yani ataona kama duniani hakuwa na chochote. Huyu wa namna hii. Lakini mtu wa shari awe ameishi duniani ndio mtu wa raha kuliko watu wote, kama wale wanaitwa kwamba wamekula bata duniani kuliko mtu yoyote, miaka yote ya maisha yake yuko kwenye furaha tu. Akionyeshwa anakokwenda sehemu ya moto, atasahau starehe zote, yani anaona kama hajawahi kuonja hata raha yoyote, hata dakika moja huko duniani hajawahi kuonja. Na yule mtu ambaye ameishi maisha ya dhiki mno duniani hana kitu, kipato chake hana, anaishi maisha ya dhiki, lakini ameshikamana na mambo ya dini ya Allah. Atakapoonyeshwa sehemu anaofikia katika sehemu nzuri, atasahau dhiki zote duniani. Ataona kama kwamba hajawahi kupata dhiki hata kidogo, hajawahi kupata dhiki. Kwa hiyo basi, itakapokuwa ni mtu wa kheri, ataonyeshwa sehemu ya adhabu kwanza, alafu ataambiwa kama usingefanya kadhaa na kadhaa ungeingia hapa. Na atakapokuwa ni mtu wa shari, ataanza kuonyeshwa pepo, ambiwa unaona hii pepo hii na starehe zake na furaha zake na mapambo yake na matunda yake na vinywaji vyake na majumba yake ya dhahabu na nini. Lau ungefanya kadhaa na kadhaa ungeenda pale, lakini kwa vile wewe hukutaka, uliishi maisha unaotaka wewe, sasa huendi pale, unaenda hapa. Anafunguliwa dirisha au sehemu ya adhabu, aone moto. Na atakapozikwa kaburini, moto huhudhurishwa kwake asubuhi na jioni. Kila muda kuletewa moto, anatishwa nao kweli kweli. Ndio Qur'ani inavyosema. Kwa hiyo vyovyote utakavyoishi ndugu yangu, vyovyote utakavyoishi, umeamini ukuamini, lakini lazima utakwenda, utaondoka tu. Kwa sababu gani? Hii dunia ndugu zangu ni kama kivuli ambacho huondoka. Unakaa kwenye kivuli wewe, baada ya muda unaondoka, unaenda zako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama ja'alna libashari min qablika alkhulda afa in mitta fahumul khalidun. Hajaumba Allah subhanahu wa ta'ala kiumbe chochote, wacha wanadamu, kiumbe chochote ambacho amekijalia kwamba kitadumu duniani. Wale jamaa waliokuwa akimchukia mtume na kumfanyia vitimbwi kutaka kumuua, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, Allah hajajalia mtu yote kwamba atadumu hapa duniani. Sasa ukifa wewe, kwani wao watadumu hapa duniani? Wao wataishi milele? Hapana. Hakadha khalaqa Allahu alhayata,
Hivi ndivyo aliumba Allah subhanahu wa ta'ala haya maisha ya dunia. Wa hakadha aradaha, hivi ndivyo alivyotaka. Akasema tena, kullu man alaiha fani, kila kilichomo ni chenye kuondoka. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, atakayebaki ni Allah peke yake. Ndugu zanguni, hebu tutafakari haya mambo, tuyatafakari vizuri mno, vizuri sana tuyatafakari. Mshairi anasema kwa kumalizia, al-kullu wa in talat al-a'mar rahilun, wote hata kama umri wao utakuwa mrefu kiasi gani, kila mtu hata kama umri wake utakuwa mrefu kiasi gani, mwisho wa yote ni mwenye kuondoka. Wabariku dunia mahma lamaa zailun, na huu mwangaza wa dunia na nuru zake, hata uwe mwangaza wa kiasi gani, nuru iwe kubwa kiasi gani, lakini mwisho wa yote utazima, utaondoka. Naona wa umuduha mahma istaqama mail, na nguzo zake za dunia hizi hata kama zimesimama imara kiasi gani, lazima kuna siku zitaegemea, zitalala, zitaanguka. Ni mfano wa mwanadamu. Al-umru ma'a ma ta'ala, umri vyovyote utakavyokuwa mrefu, lazima mwisho ataonja mauti, atakufa. Hii ndio hali ambayo yatakiwa tuitafakari, ndugu zangu, kwa undani sana, ili uchukue hatua za kufanya maandalizi ya kuondoka katika ulimwengu huu. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.